ya watazamaji. Nataka niwaoneshe hii game ya Simba na Al Masry. Unajua ilipostiwa kwenye page yao ya Instagram, IG, na haya ilikuwa ni comments za watu wa Yanga na Simba. Hebu angalia mtafaruku ndani ya mtandao ulivyokuwa pale ambapo Yanga walikuwa naomba wanafsali dua ili Simba washindwe wasikwende nusu finali ya African Confederation Cup ambayo ilichezwa tarehe hiyo tarehe 9. Na basi bahati mbaya kwao Yanga ni kwamba Simba ilishinda. Sasa hiyo ushindi wa Simba maana yake ni kipigo kwa Yanga. Sasa kama uamini, buangalia hao jamaa wameingia kwenye page official ya IG ya Instagram ya Al Masry, na wanajaribu kuatia moyo akiwaambia Simba ni watu wabaya, wanaweza kawaroga, wanaweza kufanya vikoyo, muombe dua na nini. Wanaambia mkishinda si ushindi wetu, sijui na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo walikuwa na mambo mengi ambayo mimi siwezi kusimulia yote, lakini angalia hii comment kutoka katika official page ya IG ya Instagram ya watu wa Al Masry. In fact, it's very wonderful. Unajua asilimia kubwa ya waliojibu hata sio wa Al Masry wala sio wa Egypt, ni wa Tanzania. Na wengi hata sijui kama wanajua Kiarabu, kwa sababu Waarabu wenyewe waliposti match day kwa lugha yao ya Kiarabu, na Watanzania wengi wamejibu. Na kati yao wengi walio kwenye mzozo wala sio wa Egypt, ni wa Tanzania, na wengi ni wa timu ya Yanga. So nakuletea hii sehemu kama sehemu ya kuenjoy. Hebu angalia tulivyokuwa, lakini kama mnavyojua matokeo of course kule kwao Uarabuni Simba ilichakazwa goli 2-0. Ya nakumbuka goli la kwanza lilikuwa ni mwanzoni, la pili likaja kuingia mwishoni. Ingawa mchezo ulionyesha kwamba Simba alikuwa na mchezo mkubwa zaidi, kwamba alikuwa na position ya ball kwa namna kubwa, lakini hata hivyo hawakushinda. Ndio maana kocha wao alisema kwamba wanasikitika kwamba walikuwa na performance nzuri, lakini hapakuwa na results nzuri. Hata hivyo wakati wa moyo kwamba tunasubiri nyumbani. Sasa leo ndio leo, na kimechezwa nyumbani. Of course mchezo ulikuwa ni mzuri kama ambao mmeshuhudia wengi, na tulifanikiwa watu wa Simba kama Tanzania tuliweza kuwachapa goli 2-0 hapa kwa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kwa aggregation ikawa ni 2-2, na kama sheria full time baada ya kwa 2-2 kabidi ingie matuta, yani penalty. Na kwenye penalty kama kawaida yetu tunaye goalkeeper wetu ambaye sitawasimulia, nyewe mnamjua. Alicheza zile penalty vizuri, akadaka penalty zao 2, na baada ya kuchapa kudaka penalty 2 na Simba ikaweza kuchapa penalty 4 vizuri. Kwa hiyo hapakuwa na possibility ya kutushinda. Kwa hiyo Simba imetoka mshindi, na hivyo inaelekea katika nusu finali ya kombe la shirikisho la Afrika, na tunakutana na South Africa ambaye kwenye table yao ni 4. Sasa sijajua Simba tafanya nini, lakini nataka niwaambie kwamba Simba huwa hairudi nyuma. Tutaona matokeo huko South Africa, sababu tunaenda kukipiga kwanza South Africa, tutakuja na tunaanza kwanza kwetu kwa Mkapa, na tuhakikishe tumechapa ya kutosha. Tukienda kwao ni kupaki basi na tunashinda, au vipi washikaji? Basi asanteni kwa kuwa pamoja mpaka wakati mwingine. Heri ya 16M. Don't forget to subscribe, to watch and to share. Big up mashabiki wa Simba, tuko pamoja. Simba nguvu moja. Leo umenifurahisha wazee. Haya, mpaka wakati ujao.